Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya teknolojia. Leo tunazungumzia tatizo kubwa linalowakumba watumiaji wengi wa Gmail duniani. Na tatizo lenyewe si lingine bali ni storage full, yani hakuna nafasi tena. Gmail ikishafika GB 15 hauwezi kupokea wala kutuma barua pepe. Na huwa inakera sana, lakini usijali. Leo nitakuonyesha njia 7 sahihi na salama za kuongeza nafasi yako kwenye Gmail. Bure kabisa, bila kulipia. Tutaanza na kufuta barua pepe kubwa, kusafisha spam, kutumia Google Tools rasmi na pia hata kuzuia inbox yako isijae haraka. Twende kazi. Gmail yako inatumia nafasi ya GB 15 inayogaiwa kati ya Gmail, barua pepe, Google Drive pamoja na Google Photo. Kabla hatujaanza kusafisha, hebu tutembelea linki hii 1.google.com/storage. Hapa utaona jinsi nafasi yako inavyotumika na ni sehemu gani inatumika zaidi. Hatua ya kwanza kabisa ili uweze kupata kuongeza space kwenye Gmail yako, kwanza ni tafuta na ufute barua pepe kubwa. Hapa sasa ingia kwenye Gmail yako. Baada ya kuingia kwenye Gmail, utaenda kwenye sehemu ya search bar kwenye Gmail. Baada hapo utaandika komandi ambayo inaonyesha barua pepe zote. Utaandika komandi ambazo itakuonyesha barua pepe zote ambazo zina GB kubwa au zina MB kubwa. Na hapa kwenye search bar utaandika large then 10 MB. Hii komandi itakuonyesha barua pepe zote zilizo na attachment kubwa kuliko MB 10. Kwa hiyo unaweza kuchagua barua pepe hizo na ukabonyeza delete. Lakini pia utaenda tena kwenye trash na ufute kabisa. Trash inakupa option ya kudelete faili zako permanent au forever. Na unaweza pia kutumia has full attachment kuonyesha barua pepe zote zenye viambatanisho. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kufanya ili kuweza kuongeza space kwenye Gmail. Hatua ya pili, hapa tunazungumzia spam and trash. Yaani hatua ya pili utaenda kwenye sehemu ya spam, utafuta spam, email pamoja na trash. Spam and trash folders watu wengi huzisahau hizi sehemu mbili. Sasa hata ukifuta barua pepe zikiendelea kukaa kwenye trash bado zinachukua nafasi. Yaani usipo delete kitu forever or permanent kitaendelea kubaki pale pale. Kwa hiyo sasa email zote zile ambazo huwa unafuta, hakikisha pia umeenda na kwenye trash una delete zile email. Hii inakuongezea nafasi kwenye Gmail yako. Kwa hiyo usipofuta kwenye trash manake bado hujasolve tatizo, nafasi itabaki pale pale. Hatua ya tatu katika kuongeza space kwenye Gmail yako ni safisha Google Drive yako. Hapa unaweza kutembelea drive.google.com kama unatumia kompyuta, lakini pia kama unatumia au unaweza kuklik. Ukishaingia kwenye email yako kwenye kompyuta, ukienda pande kushoto utakuona zile grid icon ziko pale. Ukiklik zile grid icon utaona drive, photo, Google Photo, yani kila tools ya Google utaiona pale. Kwa hiyo wewe utaklik drive. Baada ya kuklik drive utaenda sehemu ya storage upande wa kushoto. Ukiklik storage itakuorozeshea zile faili zenye MB au GB kubwa juu kabisa. Kwa hiyo utafuta zile ambazo huzihitaji tena, hasa video, PDF na zipped files. Pia unaweza kuangalia sehemu ya share with me.
Hii pia unaweza kuziondoa zile faili au email ambazo ulikuwa umeshare, mtu ameshare pamoja na wewe au wewe ulikuwa umeshare. Kwa hiyo unaweza kuondoa zile faili na ukaongeza tena space yako kwenye email yako au Gmail yako. Na kama unatumia simple download Google Drive application. Ukidownload Google Drive application utaenda moja kwa moja kwenye Google Drive, tena utafuata hizi step ambazo nimezielezea. Hatua ya 4 katika kusafisha au kuongeza space kwenye Gmail ni kusafisha Google Photos. Kwa ili kuenda kwenye Google Photo, utakliki photos, utaandika photos.google.com kwenye website yako au kwenye utaingia kwenye hiyo website au utakliki hizo grid icon ambazo ziko. Ili kuweza kuaccess Google Photos, ingia kwenye website yake photos.google.com. Then ukishaingia pale, unaweza kutafuta picha na video kubwa zisizo na umuhimu. Tafuta hizo, zifute zile usizozihitaji. Lakini pia unaweza kwenda hata kwenye folder la video na ukaangalia folder ambalo faili za videos ambazo huzihitaji au ni kubwa ukazifuta. Lakini pia nakushauri kama huwezi kufuta, unaona zote ni za muhimu, unaweza kudownload na ukasave kwenye kitu kingine, storage nyingine kama ni external disk na kadhalika. Lakini pia kitu kingine muhimu hapa kwenye Google Photo, unaenda kwenye sehemu ya setting. Ukishaingia kwenye setting, ukaenda change upload size. Yaani hapa sasa chagua storage saver badala ya original quality. Kwa sababu gani? Storage saver inapunguza ukubwa wa picha bila kuongeza ubora mwingi. Ni nzuri kwa kuongeza nafasi. Lakini ukichagua original quality, manake unataka kuupload file yako au video yako au picha for the same quality ambayo ipo na original quality yake. Kwa hiyo ni namna ambayo unaweza kusafisha Google Photos. Lakini pia unaweza kwa unaotumia simu unaweza kudownload application ya Google Photo kwenye simu yako na ukaweza kuiaccess. Na hatua ya 5 ni ili uweze free space kwenye Gmail yako ni kutumia Google Storage Manager. Hapa sasa tembelea website ya one.google.com/storage/management. Hapa Google ina sehemu ya kipekee inayoonyesha mafaili yako yote, zile folder zako zote. Kama una spam kubwa itakuonyesha, kama kuna trash kubwa itakuonyesha, attachment zisizofunguliwa itakuonyesha. Kwa hiyo itakuonyesha hii management. Uzuri wa hapa kwenye management itakuonyesha zile folders au emails ambazo zinakula space kubwa au document ambazo ziko kwenye Gmail ambazo zinakula space kubwa. Kwa hiyo kuna spam na trash, lakini itakuonyesha kwenye attachment. Kwa ukiklik tu hizo mojawapo, hizo spam, trash na attachment itafunguka, unaweza kufuta. Na uzuri Google yenyewe upendekeza nini cha kufuta, rahisi mno kutumia. Na katika hatua ya 6 hapa unaweza kutumia filter na auto delete rules. Kwanza kabisa unaweza kutengeneza filter ili kuzuia future email zisiwe na attachment kubwa au zisihifadhiwe kabisa. Kwa ili kuweza kutumia hii feature, unaweza nenda kwenye Gmail yako. Kisha ingia kwenye Gmail yako, nenda sehemu ya setting, then nenda kwenye see all setting. Baada hapo chagua filter and block the addresses. Tengeneza filter kwa neno has full colon attachment au raja 5M. So ukishachagua hapo itakudirect kwenda kucreate hiyo filter, then utachagua kama unataka baada ya kufilter hiyo hizo email ziende wapi.
skip inbox ziende kwenye archives au udelete au whatever option ambazo ziko hapo unaweza ukachagua. Kwa hii pia uweka inbox safi na inazuia kujazwa kwa inbox yako haraka. Kwa hiyo ni njia moja hapo pia hii. Kwa hiyo ni njia ya 6. Na njia ya 7 na ya mwisho, unaweza kununua Google One. Nunua Google One kwa hiari, lakini sio lazima. Kwa kama unahitaji zaidi ya GB 15, basi ni vyema ukatembelea one.google.com website. Hapo sasa itakuwezesha wewe kuchagua kifurushi unachokihitaji. Unaweza kuchagua kifurushi cha 100 GB au kaweza kuchagua kifurushi cha 200 GB au 2 TB na zaidi. Kwa hiyo hii inafaa sana content creators, lakini wanafunzi au freelancers wanaotumia na kupokea mafaili makubwa. Kwa hiyo ni hatua ya 7, na hiyo ni hatua ya mwisho kabisa kama una mahitaji makubwa zaidi ya space. Unahitaji space kubwa zaidi ya GB 15. Hii option itakufaa ya kununua Google One. Na hizo ndio hatua 7 ambazo unaweza kufill au kuongeza space yako kwenye Gmail. Na hapa kuna bonus ya maswali ambayo huwa yanaulizwa mara kwa mara. Swali la kwanza ambalo linaulizwa mara kwa mara linasema, je, ninaweza kufuta Gmail pekee bila kuathiri Google Drive? Jibu ni ndio. Unaweza kutumia feature kufuta barua pepe. Unajua inbox ya kawaida ina size ya file zake ikizidi 25 MB, hiyo document hauwezi kuishia kwenye Gmail ya kawaida. Kwa hiyo utalazimika kuishia kupitia Google Drive. Kwa hiyo hili usiweze kuathiri Google Drive yako na ukaweza kufuta kwenye Gmail peke yake, basi tumia feature kwenye Gmail. Tumia feature ili kufuta hizo barua pepe. Na swali la pili ambalo linaulizwa sana ni nifanye nini? Nifanye usafishaji mara ngapi? Yaani niwe na clean ile email yangu au Gmail yangu mara ngapi? Jibu ni angalau mara moja kila mwezi au kila baada ya kupokea barua nyingi zenye viambatisho au attachment. Kwa kama unapokea attachment nyingi, basi unaweza kufanya kila baada ya mwezi au kila mara baada ya kupokea hivyo viambatisho. Na swali la 3 ambalo linaulizwa sana ni most frequent asked question je, nimefuta lakini nafasi haijarudi. Umefuata zile hatua zote lakini nafasi haijarudi. Jibu hapa, kama nafasi haijarudi na umefuta kila kitu kama nilivyoelekeza, jibu ni moja tu, kwamba hakikisha umefuta pia kwenye trash folder. Nenda kwenye trash folder na usubiri baada ya masaa machache. Futa kila kitu kwenye trash folder. Ukiingia kwenye Google Drive ina trash folder yake, ukiingia kwenye Google Photo ina trash folder yake, lakini ukiwa kwenye Gmail ina trash folder yake. Kwa ingia kule, utafuta permanent zile trash. Baada ya hapo utasubiri baada ya muda mchache au masaa machache, Google itahesabu upya ile storage yako. Kwa hiyo ni hivyo tu hatua ambazo unaweza kufanya kwa ajili ya kuongeza storage kwenye Gmail yako. Asante kwa kufika hadi mwisho wa video. Kama umependa mafunzo haya na umefaidika, tafadhali like video hii, share kwa marafiki na subscribe kwa mafunzo zaidi ya teknolojia kila wiki. Bonyeza kengele ili usipitwe.